Ni hapa ndo hapo nyumba kwa wale mwanamke wako. Yohana. Wewe uko na matatizo. Uko na matatizo. Unaongea sana. Hapa ni kwa watu hapa. Hapa ni kwa watu unakia oa. Hey. Jitahidi ni chakula kwa watu. Hapa ni kubukwe wako. Hakuna chakula, hakuna kuongea sana. Unakia oa. Leo naona unakia oa. Onekane. Nataka uheshimike. Sio tunapendeza. Ale, twende. Fike mule wangu. Sikia tunakaa mwofa kule. Twende. Kama vile nilivyokuelekeza. Si ndio mwanangu, umenielewa? Ya sina cha ziada chenye naweza nikakwambia tena. Lakini kwenye ndoa panahitajika uvumilivu. Ni kweli? Alikuwa anakuambia ukweli. Mama yako alinivumilia. Nilikuwa sina hata sanfa. Lakini mama yako alinivumilia. Alinipenda mpaka vile vile. Mimi mtoto wa kwetu, mimi sikukuwa na makuta. Lakini alinipenda vile vile. Kwani kuvumilia hata shuna binaona kula. Matembele na mafuta kula. Usiseme tu unakosa hivi hivi, unapenda unaenda kutafuta nje. Nje ni mbaya. Sawa papa, nimekuelewa. Okay, vizuri kama umeelewa. Afuate na mambo ya marafiki. Sababu ukienda kuonyesha marafiki zako mume wako, basi ndio vitaanza pale. Tutaanza kusema mume wangu amefanya hivi, hamna. Nadhani umenielewa. Sawa mama. Ndio tumekushauri mimi na babako. Nashukuru sana mamangu. Na nawapenda sana wazazi wangu. Na sisi tunakupenda mtoto wetu. Asante. Uende kafanya vya mzuri kule, sisi tunakupatia baraka. Baraka ya bieni si ya wazazi yako. Ndio. Kama unasikia shauri ya wazazi yako, uende sana kafanye kule. Si hatuna bingine. Bingine tuache tu Mungu na wewe. Tunashukuru. Hivyo maisha kuongea sana kwa mwanaume hilo liko vipi? Ndio vile mtoto yangu inabidi kuheshimia bwana yako. Karibu. Karibu. Zonge jambo. Jambo, karibu baba. Karibu. Karibu. Unakaa chini. Baba. Ikala pale. Jambo rafiki. Jambo sana. Karibu sana. Hapa ndio nyumba. Ndio. Tunawapenda sana. Asante papa. Na si ndio vile nani familia ambayo ilikuwa inatutuma. Tumlete mwenzetu, alituambia kama kuna kwenye alikutana na mwenzake. Ndio. Inabidi wazazi wakutana, lakini sasa si wazazi walitutuma juu ya mwenzetu. Ndio sieke kilituleta hapa cha kwanza ni kutokana na hali ya maisha. Ndio. Mwenzetu hapa alisema alipata mwanamke mwenyewe na mstahili na akasema bashaongea, bashamaliza, inabidi tu familia ikutanane. Sasa tuliona kwanza ikuwe vema baonane, familia bajuane, afu wengine vitafahamu. Nasema ndio changamka, jisikie kwa kunyumba. Kwa bibi yako hapa, kwa bibi yako ni kwenu. Changamka baba. Hapa ndio kunyumba. Sana papa. Useme tu pako yeningana na jiwazi. Niko nakumbuka tangu asubuhi hii. Tangu asubuhi mimi sienda kuwezi. Niko nakumbuka najisikia nacheka mroho. Nasema tu kama mimi tangu asubuhi mpaka sasa si ya nyamba. Sasa niko nakumbuka nasikia sabi. Nasikia cheko. Wala kalo. Papa. Tusikize bila fika. Tusikize prema. Kaka kunyapa ni makosa. Bibi ni vitu gani unakuwa unasema? Sasa ni makosa. Kwa nipatia usikia taibu kwa kweli. Mtu kusema kama mimi niko au ya nyamba. Subiri. Si hapa tulikia fanya. Niko nishangaza. Ulituita pa juu tufanye blagi. Nilipitia moja mnanirefusha kujua kunyamba. Mbona sikia na cheko. Kunyamba sio vitu ya maajabu. No, ndio mama ile anafanya vitu. Mbona gani anipeleka? Ananija. Uko unaleta kunyamba. Papa na wewe.
Wewe acha kulia juu ya kunyamba. Kunyamba ni ya kawaida. Jamani papa, na usifai tu ile. Hivi tunaniambia kwanza kusugua wewe nyamba lakini. Yeye nisemee. Bako lakini unakuja kusema vitu vya hivi mbele baba yako mkwe. Kwa baba lakini na huko mtu unanyambaka. Ni mwana gani mwatuletea vagabond? Nakumbuka. Juu unajua pako kukuze mulichinja juu ya sie ba mkwe. Nenda nyamba kwanza kisha nirudie tukikula makuku. Juu sitaki mimi. Sana sasa kuna naweza sikia mawese hapa. Si ajabu hii yatuingilia. Unaona nakwambiaga kila siku juu ya mtoto yangu. Unaona kuna unataka umpeleke. Mwana anafanana sana ana akili mzuri. Mzee, unaona maisha, unaona na sisi tunaenda nyamba tu. Tunyambe wasi. Mungu yangu unaona madam, mimi kila siku nakwambia saudia mtoto mbele ya kufanya show angalie. Naona kunyamba. Anje kwenda galan, ilala, kwenda galan, ilala. Chela se chao.